Nehemia Mchechu ndiye msajili mkuu wa hazina. Yuko hapa katika Chuo Kikuu cha Uongozi Kibaha kuzungumza na wataalamu wa sheria kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali pamoja na mwanasheria mkuu na mwandishi wa sheria juu ya namna gani sheria itakaweza kulisaidia taifa hili la Tanzania kujikwamua na kupiga maendeleo kuelekea dira 2550. Na leo ilikuwa ni siku muhimu sana katika vikao ambavyo tunavifanya tukiwa ofisi ya msajili wa hazina pamoja na wadau wakuu katika eneo la sheria ambao ni ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya wakili mkuu, lakini pia ofisi ya mtungaji sheria mkuu, mwandishi mkuu wa sheria. Ofisi ya msajili wa hazina inasimamia mashirika kama 308, 252 ambayo yanamilikiwa na serikali moja kwa moja, na hayo mengine ni yale ambayo tunahudumia. Katika yale 252 ambayo tuna umiliki mkubwa moja kwa moja, ni mashirika ambayo tunaitegemea ofisi ya mwanasheria mkuu kama ndio ofisi kuu inayotuangalia katika upande wa sheria. Lakini pia kuna aspect nzima ya utungaji wa sheria, na mtakuwa mnakumbuka kumekuwa na maagizo ya Mheshimiwa Rais kutaka kuona tunaboresha sheria zetu ili ziendane na dhana na dira nzima ya nchi ambapo tunaelekea. Sasa sheria hizo pamoja na kupita kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu, lakini na mwandishi mkuu wa sheria. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni vizuri tukakaa hapa, ni muda wetu mkubwa kwa sababu tuna sheria ambayo inaweza ikapita bila yeye kuwa amesimamia na kuhakikisha kwamba inaenda vizuri. Lakini pia tunafanya biashara na wadau mbalimbali, private sector, mashirika ya ndani na nje ya nchi, na wakati mwingine kunakuwa na migogoro. Kwa hiyo pia ilikuwa ni muhimu sana kuwa na ofisi ya wakili mkuu wa serikali katika kikao hiki cha pamoja ili kuweza kubadilishana mawazo, kuweka mikakati na kuona ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukasonga mbele. Maeneo ya mikataba, maeneo ya sheria ni maeneo ambayo unaweza kupoteza pesa nyingi sana, lakini pia tuna uwezo wa kuokoa pesa nyingi sana, sio za kushtakiwa lakini hata kimkataba katika kupitia na kuhakikisha kwamba tunavifanya vizuri sana. Kwa hiyo ofisi ya mwanasheria mkuu kwetu ina umuhimu wake mkubwa sana, ya mwandishi mkuu wa sheria ina umuhimu wake mkubwa sana katika kupita sheria, lakini ya wakili mkuu wa sheria ina umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba kama tunakuwa na mikwamo iko mahakamani, tuna kesi ziko mahakamani, then tunatembea nao na tunahakikisha kwamba tunazimaliza hizo kesi. Kwa ushirikiano huu tunaenda kufanya na vikao vingi ambavyo tutakuwa tunafanya sasa kila mwaka, kusaidia kuhakikisha kwamba mambo ya sheria yote yanakuwa vizuri na yanakuwa na tija katika uwekezaji au uwekezaji unakuwa na tija katika nchi, kwa kuwa tunakuwa hatuna mambo mengi au riski nyingi ambazo tunazichukua kisheria, kwa kuwa tunakuwa tunaziaddress mapema. Kwenye mashirika yetu au wakurugenzi ni extended team, ni timu ya ziada ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa wanawajibika kuhakikisha kwamba wanaenda wanatekeleza kazi, lakini wakienda sambamba na miongozo iliyopo kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu. Lakini la pili, taasisi zote kwa kuwa ziko chini ya ofisi ya msajili wa hazina, manake board management pamoja na hao watendaji wakuu, na sisi tuna nafasi ya kuaccess moja kwa moja kwa wenye vitu na wakurugenzi wakuu. Ndio maana tunakutana hapa pamoja ili pia sisi tunakuwa ni daraja. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mwanasheria mkuu anaweza yakaenda moja kwa moja kwa wakuu wa vitengo vya sheria au wakurugenzi, lakini pili kwa mahusiano haya, maana yake na sisi tunatumia daraja letu kama wasimamizi wa hizo taasisi kuhakikisha kwamba mambo ambayo ni hatarishi ya kisheria au mambo ambayo yanaenda kulinda interest za kisheria yanawasilishwa kwa uharaka, yanahitaji usiri kwa usiri mkubwa, lakini kwa ufanisi mzuri sana. Na ndio maana nzima ya kuwa na kusanyiko kama hili ambalo leo tumeenda kuifanya. Mpaka ya makusanyo ya kodi, tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji ambao ni sehemu ya mabadiliko ambayo tumekuwa tunayafanya, reforms zinazofanya. Kwa hiyo tunategemea kwamba taasisi zetu zitaongeza mapato kwa kuongeza idadi ya wateja, lakini pia kwa kuongeza mazao, yani products wanazozitoa kwa watu wa biashara na watu wengine wote. Lakini pia kwa kupunguza matumizi. Lazima tuangalie matumizi, na tunaposema kuangalia matumizi, maana matumizi lazima yatumike yale yenye tija ambayo yanaenda kuibua na kuleta uzalishaji ulio mzuri.
Kwa hiyo nidhamu nzima, kuwa na watu wanaojitambua, kuwa na watu wenye malengo na mikakati itatusaidia sana kuweza kusonga mbele, na tunafikiri kwa kiwango kikubwa sasa hivi tumekuwa tunafanikiwa, na na uhakika kabisa na naweza kusema kwa kujiamini kwamba taasisi nyingi sasa zimechukua ownership ya kufanya haya mabadiliko au reforms za kiuchumi. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria na ofisi ya msajili wa hazina. Utaona muunganiko wa ofisi hizi ni ofisi ya msajili wa hazina na taasisi za sekta ya sheria. Kwa nini tumepanga kukutana leo? Tumepanga kukutana leo ili kuweka mikakati na maazimio ya namna bora ambavyo taasisi hizi za kisheria kwa kushirikiana na ofisi ya msajili wa hazina zinaweza kukaa pamoja na kutengeneza mikakati ya namna bora ya kushirikiana katika kulisukuma gurudumu la maendeleo, hasa kwenye sekta ya sheria. Kama mnavyofahamu, nchi yetu inatawaliwa kwa mujibu wa sheria, na sheria hizi ndizo ambazo zinaongoza taasisi zote za umma na ndizo ambazo zinasimamia uwekezaji hapa nchini. Sasa eneo moja muhimu ambalo ningependa kulizungumzia ni uwekezaji katika sekta ya umma. Nafahamu kwamba serikali kila mwaka imekuwa ikipokea gawio ambalo ni malimbuko yanayotokana na uwekezaji uliofanywa na serikali katika sekta za umma. Sasa sekta hizi za umma zinafanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria, na sheria hizi ambazo ndizo zinasimamia uwekezaji huu ndizo ambazo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inazitumia kutoa ushauri kwa serikali. Sasa yapo mambo mengi ambayo tumekubaliana tuyape kipaumbele tukiwa tunatazama dira 2050 na katika kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi hapa nchini na nafasi ya mashirika ya umma na hasa ofisi ya msajili wa hazina katika kutimiza lengo hilo ambalo serikali imeliweka katika kipindi cha miaka 25 ijayo. Kwa hiyo utaona kwamba mchango wa sekta ya sheria katika kutengeneza na kutunga sheria au kupendekeza mabadiliko ya sheria ambazo zitaweza kusaidia kuwezesha sekta binafsi na hata sekta za umma zile ambazo zinawekeza na zinafanya biashara hapa nchini ili ziweze kushirikiana vyema na sekta binafsi kutimiza lengo hilo, na hasa kuhakikisha kwamba tunafikia target iliyowekwa ya dola trilioni 1 ifika hapo 2050. Hilo ndio lengo.